Kwa majina naitwa Dr. Joseph Sijapenda, ni daktari mwandamizi kutoka Wizara ya Mifugo na Uvuvi. Leo tuko hapa eneo la Bariadi mkoani Simiyu, tukielekea kwenye kampeni ya uzinduzi wa kampeni ya chanjo na utambuzi wa mifugo kitaifa. Tunatarajia kuchanja ng'ombe, mbuzi na kondoo kwa wanyama wakubwa, lakini pia tunatarajia kuchanja kuku. Chanjo zitakazotolewa ni homa ya mapafu ya ng'ombe, ambao tutawachanja ng'ombe kuwazuia dhidi ya homa ya mapafu ya ng'ombe, lakini pia kwenye mbuzi na kondoo tutawachanja chanjo ya ugonjwa wa sotoka ya mbuzi na kondoo, au kitaalamu wanaita PPR. Chanjo hizi kabla hatujaanza kumchanja mnyama, kwanza tunamkagua kuona afya yake, kama je tayari ameshaathirika na huo ugonjwa au la. Mara nyingi tunachanja wanyama wenye afya nzuri, lengo kukinga wasije wakapata maambukizi huko mbele ya safari. Kuna umuhimu wa kuchanja mifugo yetu. Kwanza, kadri mnavyochanja mifugo yenu inakuwa salama kwenye magonjwa mbalimbali. Wanyama ambao wako salama, maana yake unaongeza tija katika soko la kimataifa. Siku hizi kimataifa wanataka wanyama waliokuwa salama dhidi ya magonjwa mbalimbali. Kwa mfano, kwa sasa soko letu la nyama kimataifa bado export ni ndogo, lakini kupitia kampeni hii ya chanjo na utambuzi, maana yake tunatarajia kuongeza uuzaji wa nyama za mifugo hii, hasa ng'ombe ambao ndio kidogo walikuwa wako chini, japo tayari tumejitahidi kwenye mbuzi na kondoo, hasa nchi za Uarabuni wanachukua kwa kiasi kikubwa, lakini kwa ng'ombe ilikuwa bado. Hivyo Mheshimiwa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan ameleta hii kampeni ya chanjo ya mifugo na utambuzi, kwanza kuongeza soko la kimataifa, kupata wanyama wenye afya njema, lakini pia zoezi la utambuzi, maana yake tutaweza kujua kuanzia sosi chini. Katika kuchanja ng'ombe, mbuzi na kondoo, chanjo zetu zinachanjwa katika ngozi, kitaalamu tunaita subcutaneous, yani hatugusi nyama. Sasa tunatarajia kuchanja katika clash au kibanio. Ng'ombe anakuwa kwenye kibanio, unamchanja katika eneo ambalo kuna ngozi iko huru. Kwa mfano, kwenye mkono wa mbele, nyuma ya mkono wa mbele wa ng'ombe kuna sehemu ambayo kuna ngozi. Pale ndio sehemu sahihi ya kuweka dawa. Au baada ya mkono, kabla hujaikuta shingo, kuna sehemu ambapo kuna ngozi iko loose. Hii ni kwenye ng'ombe. Pale ndio sehemu ya kumchoma ng'ombe dawa hii ya chanjo. Lakini ikitokea sasa kwenye kesi ambapo hakuna kibanio, ng'ombe anashikiliwa na watu ambao tunaita restraining, lakini mchanjaji ahakikishe kwamba hayo maeneo niliyoyataja ndio maeneo sahihi ya kuweka ile dawa. Lakini kwenye mbuzi ana sehemu kubwa sana ya ngozi iliyokuwa huru mgongoni. Ukishamweka kati, umembana, ukitanua ngozi, ukivuta juu, utakuta sehemu kubwa sana ya mbuzi na kondoo kuna hiyo sehemu ambayo unaweza ukaweka dawa na kumkinga mnyama. Kwenye kuku tunaweka tone moja kwenye jicho moja. Tone moja kwenye jicho moja. Mara nyingi anawezekana mtu akashikiwa, lakini mwenyewe unaweza kumshika yule kuku bila shida yoyote, na dawa yenyewe haina utaalamu mkubwa sana wa kusema mpaka uchome. Ni kuweka tu tone moja katika jicho moja. Utakuwa tayari umemkinga mnyama wako au kuku wako dhidi ya magonjwa. Dawa yetu tunayotumia ni 3-1, ndani yake na magonjwa 3: kideri, mafua na ndui ya kuku. Zote ni combination ya dawa moja, ndio maana tunaita 3-1. Ukimpa lile tone utakuwa umemkinga huyo kuku dhidi ya magonjwa 3 kwa wakati mmoja. Napenda kutoa rai kwa Watanzania wote kwa ujumla, baada ya Mheshimiwa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan kuzindua kampeni ya chanjo na utambuzi kitaifa siku ya kesho kutwa tarehe 16 pale katika viwanja vya Nyakabindi, basi tujitokeze kwa wingi kila sehemu, watu walete mifugo yao ili iweze kuchanjwa na tutokomeze magonjwa na kwa kupitia hatua hiyo, maana yake tutakuwa na uhakika wa kupata soko kubwa la mifugo ndani na hasa nje ya kimataifa. Chanjo yetu ni salama, imezalishwa hapa ndani, ni chanjo bora. Kwa hiyo tusiwe na wasiwasi wowote, tujitokeze kwa wingi, tuchanje mifugo yetu, tuikinge na tuongeze tija, ili basi tuweze kuzalisha kwa tija licha ya kuwa na mifugo mingi ambayo tija yake ni ndogo. Nashukuru. Hakikishie kwamba wataalamu watakaotumika kwenye kuchanja mifugo hii ni wale wataalamu ambao
wamesajiliwa na baraza la veterinary. Ili baraza la veterinary linatumia wataalamu ambao wamekidhi vigezo, wana sifa zote na wamefanyiwa assessment, wameonekana kwamba wanafaa. Kwa hiyo wasiwe na hofu, walete mifugo yao, orodha yao watu tayari tunao na ndio watakaohusika katika hili chanjo. Kwa hiyo nawahakikishia kwamba mifugo yao itachanjwa na itakuwa salama. Hakutakuwa na changamoto yoyote.